Mafundisho ya ukweli kutoka katika kitabu cha Biblia, historia ya Mwafrika iliyofichwa na wenye dini. Leo hii tutakwenda kuangazia waumini wanaotoa zaka makanisani. Je, maandiko katika Biblia yamewaagiza watu kutoa zaka kila mwisho wa mwezi? Mafundisho haya yanaandaliwa hapa ndani ya studio za Tan Africa ili kukupa wewe ukweli uliofichwa ndani ya kitabu cha historia ya Waafrika, yani Biblia, ambacho ndicho kilichozalisha vitabu vyote, yani Qurani pamoja na Biblia, kitabu ambacho kimetumiwa na watu wasiopenda maendeleo ya bara la Afrika pamoja na wana wa Israeli wa ukweli, ili waweze kuwapotosha wasiweze kujua ukweli. Moja kwa moja tutaangazia utoaji wa zaka makanisani. Makanisa mengi yamekuwa yakiwaambia watu kutoa zaka kila mwisho wa mwezi, yani fungu la 10, yani 1/10 katika kila pato analolipata, na tena wanatakiwa wafanye hivi kila mwisho wa mwezi. Tan Africa katika udadisi wake wa Biblia, yani kitabu cha Mwafrika, yani kitabu cha wana wa Israeli, tuliona mambo yafuatayo. Kwanza, hakuna andiko lolote linalothibitisha utoaji wa zaka katika kila mwisho wa mwezi, kama vile wahubiri mbalimbali kwenye nyumba za ibada wanaowaaminisha watu. Lakini pili, tuliona, je, Biblia imetaja ni wakati gani mwanadamu anatakiwa atoe zaka, na zaka yake anatakiwa aitoe wapi? Kaa hapa tukupatie majibu. Hebu chukua Biblia yako na ufungue kitabu cha Malaki 3 na mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Moja ya fimbo kubwa inayotumika kuwachapia waumini wasiosoma maandiko na kuyajua ni hii. Maana hata hapa katika kitabu hiki hakuna pahali wamesema ya kwamba eti zaka itolewe kila mwisho wa mwezi. Swali, je, ni wakati gani tunatakiwa kutoa zaka? Na ni nani anatakiwa kula zaka? Je, mchungaji anatakiwa kula zaka yako? Haya, tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 mstari ule wa 28, na ukipata nafasi isome yote ili uweze kuelewa. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 28 inasema, kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Je, Biblia imetuambia baada ya kutoa hili fungu na kuliweka ndani ya malango yako, nini kinafuata? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 kuanzia mstari wa 25 mpaka 27 inasema, ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Mstari wa 26, na zile fedha zitumie kwa chochote itakachotamani roho yako, ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakacho kwako chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako, tena furahi wewe na nyumba yako. Ni kundi gani jingine ambalo linahitajika kushiriki kula zaka yako uliitunza kwa miaka 3? Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14:27 inasema, na Mlawi aliye ndani ya malango yako usimwache, kwani hana fungu wala urithi pamoja nawe. Kumbe tumeona Walawi nao wanastahili kula fungu lako la 10 utakalolitunza kila baada ya miaka 3. Je, kuna kundi jingine limetajwa? Tufungue tena kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati 14 na mstari wa 29. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe, walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubariki katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Wenda yuko mtu mmoja hapa atawachanganya hawa Walawi na wachungaji. La hasha, Walawi si wachungaji. Walawi ni watu ambao waliwafundisha watu kweli katika utii wa sheria bila kuzigawa eti katika Agano la Kale na Jipya. Dunia nzima inatakiwa kuelewa kwamba Agano la Kale na Agano Jipya ni zao la mpango wa mwanadamu. Kwa nini? Nitawapa mfano. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 5:17 mpaka 20, kimeeleza wazi kuhusiana na amri na sheria za Mungu,
na zikatoa onyo. Kitabu hicho pia kimetoa onyo kwa yeyote yule atakayejaribu kuondoa chochote, na pia kikaeleza wazi kwamba angali mbingu na ardhi bado zipo, basi na zile sheria za Mwenyezi Mungu zimesimama pale pale. Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, ninawapa challenge moja, ndugu zangu wafuatiliaji wa vipindi vyetu. Kwanza, mtakapokwenda kwenye makanisa yenu, waulizeni wachungaji wenu ni wapi walipotoa ujasiri wa kuambia waumini watoe zaka kila mwisho wa mwezi, na watakapowapa majibu, basi hakikisheni wanawapa na vifungu vya maandiko, kisha mtuletee kwenye section ya comment hapo chini, nasi tutayajibu vizuri kabisa, na kama mtakuwa na maswali ulizeni. Tunapohitimisha, mwisho kabisa, Walawi si wachungaji. Wachungaji ni watu ambao hawafundishi sheria. Walawi walifundisha sheria na kutokufundisha kwao sheria, na ndio maana wakapatiwa jina jipya la kuitwa mbwa bubu wasiobweka. Na kufikia hapa tumefikia tamati. Tukutane tena wakati ujao. Wakati sikujua yawe, sikuwa